warahmatullahi wabarakatuh. Sifa kamilifu anastahiki Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa ulimwengu, na msifu na mtukuza. Natubia kwake Rabbul Izzati wal Jalal, na shahidilia kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, hana mshirika. Na shahidilia kuwa Muhammad ibn Abdullah ni mja wake Allah, pia mjumbe wake, amani na salama ziminikie Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Uislamu, inna hadiya al-anbiya al-a'zam al-qiyam bil ibadat. Uongofu wa manabii mkubwa ni kusimamia ibada, kusimamia ibada. Na ibada ndio jambo kubwa ambalo Mwenyezi Mungu kaliweka duniani. Na hizo ibada ambazo mnazisikia zinaongozwa na swala, na swala zinaongozwa na swala ya alfajiri. Kwa hiyo swala mtu akiacha hana dini. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amethibitisha hayo. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake amesema, fa intabu waqamu salata wa atau zakata fa ikhwanukum fi din. Wakitubia kisha wakasimamisha swala na wakatoa zaka, ndio ndugu zenu katika dini. Na katika maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen alisema ya kuwa hakuna tafsil ya kuwa mtu akiacha tahawunan au kasalan, vyote hivyo dalili zake zinakuwa kidogo nguvu si kubwa zaidi, nguvu si kubwa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, mtu akiacha sala anakuwa ni kafiri, na madama ni kafiri hivyo swala imewekewa nafasi yake itakaposaliwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweka sala tano ziwe ni faradhi, kisha akaweka na swala za sunna pia. Na ndani ya faradhi na swala za sunna kuna swala ambazo zinasaliwa jamaatan, zinasaliwa jamaa. Wa hiya mas'alatu yawm, na ndio mas'ala ya leo, albabu sabi katika kitabu chetu alfiqhu almuyassar fi salati aljamaa, katika swala ya jamaa. Fihi masail, na kuna maswali. Waislamu watukufu, almas'alatu alula fadlu salati aljamaa hukmuha, fadhila ya swala ya jamaa na hukumu. Jamaa inaanzia kwenye 2 mpaka kwenye kupanda. Swala ya jamaa inaanzia kwenye 2 mpaka kwenye kupanda. Anasema salatul jamaa fil masajid sha'iratun adhimatun min sha'irillah. Swala ya jamaa msikitini ni moja katika vitu ambavyo vinatambulisha bendera ya Kiislamu. Kwa hiyo ikiwa kuwa sio lazima kusalia swala msikitini, ina maana misikiti imejengwa kwa sababu gani? Hivyo Waislamu, misikiti imejengwa kwa sababu watu wasaliemo swala ya jamaa. Wattafaqa almuslimuna ala adai salawati alkhams fil masajid. Na Waislamu walikubaliana ya kwamba lazima au inafaa watu wasalie swala ya jamaa msikitini sala 5. Ni lazima watu wasalie swala 5 msikitini, min adhami taati, ni katika kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. وقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka usheria katika hii umma watu wakusanyike katika wakati maalum. Ni nyakati 5 lazima tuko msikitini. Minha as-salawatul khams, katika hizo nyakati ni nyakati za swala 5. Wa salatul jumua, na pia swala ya Ijumaa, na salatul idaini, na swala ya Eid. Zote hizi zinasaliwa jamaatan, zote zinasaliwa jamaa. Ijumaa mnaifahamu ya kuwa ipo msikitini na inalazimika watu waisali jamaa. Kisha swala ya Eid hivyo hivyo, huwezi ukaisali mwenyewe fardan, utaisali jamaatan, utaisali jamaa. Wakadhalika salatul kusuf, na swala ya kusufu. Kusufu ni jua kupatwa au mwezi kupatwa, yote inajuzu, na inajuzu kutumia kusufu katika kamar na kusufu katika mwezi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kupatwa kwa jua au kupatwa kwa mwezi, sisi sheria inatuomba twende tuswali jamaa, yani twende tuswali jamaa msikitini. Kisha minha wakasema wa adhamu alijtimaati wa ahammuha alijtimau bi Arafa, na mkusanyiko mkubwa na muhimu sana ni watu wanakusanyikia Arafa. Na kuna mkusanyiko zaidi ya Arafa, kwa sababu ni watu wa ulimwengu mzima wanakuwa wako Arafa. Alladhi yushiru, na hii Arafa ikaitwa ni katika rawabitul Islam, ni katika vitu ambavyo vinafanya walimwengu au Waislamu, vinavyowafunga Waislamu wote. Hakuna Arafa ya mtu mmoja. Hata wale wapinzani wakubwa wanapingaga na Eid, wanapinga sijui Ramadhani itakuwa hivi na hivi, siku ya Arafa vinawashindaga kuongeza au kucomment, kwa sababu Arafa ni moja. Pale uwanjani utakaa Arafa
kwa muda ambao Mwenyezi Mungu aliutaka Rabbul Izzati wal Jalal, alladhi yushiru ila wahdati al-ummati al-islamiyya. Hicho kitendo cha kukusanyikia pale Arafa kinakuja kuonesha umoja wa umma wa Kiislamu fi aqaidiha wa ibadatiha wa sha'air diniha, katika itikadi zake. Ndio maana kila Muislamu ni lazima awe yuko pale, itikadi na ibada na pia dalili na ishara za kuonesha dini yako, kwa sababu utakuwa uko pale na kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanasema washarat hadhihi al-umma al-ijtimaat al-azima fi al-Islam, na huyu umma umeweka sheria kukutana kukubwa ndani ya Uislamu, kukutana kukubwa ndani ya Uislamu li ajli masalih al-muslimin, kwa sababu ya masalih, yani malengo ya Uislamu. Waislamu ni vigumu mno kukusanya, hakuna hata dunia jinsi ilivyo haina uwezo wa kukusanya watu kama wale ambao wanakusanyikaga siku ya Arafa. Mnasikia kuna mtu alikufa huko Mnaswara, kiongozi wao, au kukusanyika kama wanaokusanyika siku ya Arafa. Maana ya Arafa ni milioni 3 mpaka kupanda. Kwa hiyo wale ambao mnasikia mikutano yote ya dunia yote haijawahi kufikia yaumu Arafa, siku ya Arafa. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanuni na katiba ya huyu umma aliviweka siku ya Arafa. Aliwaambia yuhannasu isma'u wa enyi watu nisikilizeni na muwe makini, la alqakum baada ami hadha, sidhani kuwa tutakutana nanyi baada ya mwaka huu. Ndio akaanza kuzungumzia msirudi kuwana ukabila, muache Mola wenu ni mmoja, baba yenu ni mmoja, namkusudia Adam alayhi assalam. Waislamu, malengo ni masalih ni favor, ni maslaha za Kiislamu. Kukusanyika sisi hatukusanyikagi kwa jambo lolote, ni lazima kuwe maslahi ya Waislamu, pawe masalih za Waislamu, ndio malengo. Leo tukiwa hapa tunakusanyika, lazima kuna chenye kimetuleta, lazima kuna jambo limetuleta. Leo tuko hapa watu kama 20, lazima kuna sababu, kuna kitu ambacho kimetuleta. Nini? Ni kufuata darsa. Na kufuata darsa ni moja katika vitu ambavyo Mwenyezi Mungu alivitaka tuvifanye, tuwe navyo. Mwenyezi Mungu amesema man adlamu mimman dhukira bi ayati rabbih thumma arada anha. Hakuna mtu kafiri kama yule ambaye amefanya nini? Ametajwa Mwenyezi Mungu, akasomeshwa katika vikao, kisha watu wakawa yeye akawa amepuuza. Ndio maana wakasema katika nawaqidul Islam, kupuuzia yale yani mafunzo ya Mwenyezi Mungu na baadhi ya vitu ambavyo vinahitajika wewe kuvifahamu katika dini yako. Kisha Waislamu fafiha tawasulu bainahum, kuna kuwa mawasiliano, kuwasiliana baina yao, mawasiliano au kuwasiliana baina yao. Ndio maana utasikia mikusanyiko yote mara nyingi haiwagi mingi, na mashaallah tabarakallah. Mathalan sikia laidi zikiwa nyingi zinapunguza ile ladha ya laidi. Tizameni zamani laidi ilivyokuwa na hivi ni makundi. Ruvumera wako na laidi, Buyenzi wako na laidi. Buyenzi penyewe tu ni laidi kama 4 kama nitakuwa sijakosea. Buyenzi kuna kule Kudahangwa, Kumkukwe, sijui ni. Ukitizama hizi laidi hivi hawezi kukusanyikia nafasi moja, wao wanasema hatutaenea. Kwani wa zamani walikuwa naenea? Waacheni wasalie msikitini nini, hata kwenye mabarabara wafiki. Ndio malengo ya laidi. Lakini sasa laidi zimekuwa nyingi. Madama zimekuwa nyingi, ladha yake imeondoka. Kwa hiyo sheria au umma ulipanga laidi ziwe ndogo, ili message ifike vizuri na watu wakusanyike, wajuane, wawe na umoja, wajuliane hali. Na hivyo Ijumaa zikiwa nyingi pia usheria wake unakosekana, na malengo yake yanakuwa yako mbali sana zaidi. Na nilikwambia ilikuwa wakati wa Mtume zilikuwa Ijumaa 3 tu, na zote zilikuwa mbalimbali. Na ili utake kujua, ndio maana sheria ikawaruhusu watu wakisali laidi, ikitokea siku ya Ijumaa wanaweza wakisali laidi, watu wa mikoani sio lazima waswali Ijumaa, wanaswali ya dhuhuri huko. Walisema wa inna mujammiun, katika riwaya inna la mujammiun, sisi tutakusanya vyote viwili, yani watu wa mjini. Thamata amri ibadallah. Kwa hiyo kuna mawasiliano ya wao kwa wao, watafaqudi ba'dhum ahwal ba'd, na watu kujuliana hali wao kwa wao. Ndio malengo ya jamaa.
msikitini. Maana msikitini tunajuana, kuna watu unaonaga wanasalia huku na huku na huku na huku. Mathalan leo wale wazee wetu siwaone, nafikiri najua wale wazee wapo wana hali gani, imma safaru, imma wamesafiri au wameumwa, au kuna dharura kuswa, dharura kubwa ambayo imewafanya wao wafanye nini, wataghayabu watakhallafu, wakosekane katika darasa. Kwa hiyo hii mikutano, hii mikusanyiko inatupelekea sisi tujuane hali kwa hali. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliswali siku moja, alivyotoa salamu akauliza aina almuqadan, kuna wazee wawili vipofu wako wapi, mbona siwaoni? Wakamjibu laqad mata ibnuhuma, alikufa mtoto wao, ndo alikuwa anawaleta msikitini. Mtume akawa amehuzunika akasema, law baqiya ahadun li ahadin, angelibaki mtu kwa sababu ya mwingine, la baqiya ibnul muqadain lahum, yani ule mtoto wao ule kijana angebaki kwa sababu yao, lakini kwa sababu makadara ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio yanafanya nini, yanaendesha mambo. Mwenyezi Mungu akiamua jambo litakuwa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ni kujuliana hali. Swala za jamaa malengo yake ni kujuliana hali, maana ukisalia nyumbani siku utaumwa, siku tutajua aje. Kuna mzee mmoja Saudia, alikuwa yeye anaishi mwenyewe tu, hana familia. Mzee na alikuwa na mili katika ngozi ambayo tunayo hapa, alikuwa kama mwenye asili ya Afrika, lakini anaishi Saudia, ni Msaudi. Swala zote iko mbele, swala zote iko mbele, na hakuwahi kutakhalafa an swala au taakhuri au alichelewa, hakuwahi kupita. Siku moja akamwambia, jamani, mimi naishi mwenyewe nyumbani, idha takhallaftu an salataini, mkiniona mimi nakosekana sala mbili msikitini, mje kunitizama, nitakuwa nimekufa. Sasa walikuwa yeye mmoja. Hivyo ndivyo aliwaambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akajalia wako wanaswali swala ya Ijumaa, fasaqata ala al-ardi mayitan, akaanguka chini akafa. Ina maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akramahu, aswali afe ili ijulikane kifo chake, asiji akafanya nini, akafa, watu wakaja kumkuta mwili umeshaharibika. Wasalla nasu alayhi zurafan wa ahzaba, walimsalia makundi kwa makundi, mzee kongo kabisa. Lakini hapo utaona malengo ya swala ya jamaa ni sisi kujuliana hali. Na ndio maana kuna kitu katika zaka watu wanakikosea, zaka itolewe kulingana na watu ambao unao msikiti, za hapa zibaki hapa. Mnanielewa vizuri? Kwa sababu ndio unaojua maskini wake. Ndio maana misikiti wakati iliingilia baadhi ya sheria na kuvunja, Mwenyezi Mungu akafika analeta uadui na fujo baina yao. Hivi hamjawahi kusikia misikiti inakusanya zakatul fitr? Matokeo baada ya zakatul fitr ni ngumi au matatizo au fujo misikitini. Si mnavisikia? Mimi niliwahi kuona msikiti watu wako wanasema, tuambie hiyo ngombe uliinunua ngapi? Hiyo ngombe uliinunua ngapi? Kwa sababu misikiti imesimamia kununua. Nani aliwapa hiyo ruhusa? Nani katoa hiyo ruhusa? Wacha Waislamu wao wenyewe wajikusanye wanunue ngombe yao. Na kama na mara nyingi sana hii mikusanyiko inamalizaga vibaya. Amenipa nyama saa 8. Hamjawahi kusikia hivi? Amenichelewesha. Hauendi ukanunue mwenyewe, ufanye mwenyewe. Sio lazima kuchanga. Lakini mkichanga mmeruhusiwa, lakini sasa msileti migogoro na matatizo. Kwa ndugu zangu Waislamu, hapa zakatul fitr, Waislamu hapa mnajuana, wa maskini na wasiko maskini mnajuana. Hawa ambao kidogo wana uafadhali wawape wale wa maskini yao, kwa sababu wanawajua, walisali nao wanawajua. Kadhalika zakatul mali na zakatul mali hivyo ndio malengo ya jamaa. Lakini sasa unakuta tulitoka katika hii nitoka shari, katika hii hali mzunguko wa kisheria, tulipanga vyetu tukagombana. Tulipogombana uadui ukaanza, watu wasemeshani kwa sababu eti alituhumiwa ngombe ilikuwa ya 900,000, wewe ukatuambia ni 1,600,000. Hizi franga ziko, wallahi mimi nakumbuka, nilisikia kwa sikio langu. Aliyokwenda kununua ni mtu wa Ngozi, anaishi hapa, ndo alienda kununua. Aliyopewa pesa ni mtu hapa, yuko katika kamati ya msikiti, yakaenda kununua. Ule jamaa anambia, "Je, ama ibiombi ama jani chenda walinipa 900,000, ndo walinipa." Unaona, huyu mji wetu sio mji mdogo, watu wanaweza wakakaa kimya, lakini wakawa wanakufuatilia tu. Basi ule ambaye aliyopewa pesa, yani zile
za Waislamu zile 1,600,000 wanamuita mkutano. Unaona mimi kweli nilisema ikawa hivi. Unaona wenye kuchinja ni 100,000, wenye kufanya hivi niko natizama tu gisi anahangaika kusanya ili zile pesa zienee. Nikamwambia mnajua haya ndo yale ambayo nasemaga, mmejipa kazi ambayo Mungu akusema muijipe. Nani alikwambia kama misikiti ikusanye ifanye hivi? Wacheni watu wenyewe wajikusanye, kama ni familia moja jikusanye. Lakini madama walikwenda kusimamia hili jambo, vita ikaanza, ugomvi ukaanza. Ulivyoanza ugomvi, uadui ukao umejitokeza, ukao umeuomana ukao. Kwa salatul jamaa malengo yake ni sisi kujuana ahwaluna. Huyu ni afadhali na huyu ni afadhali na huyu ni afadhali. Tukishajuana hapa tunajua jinsi tutasaidizana sisi kwa sisi. Lakini shida sio hiyo. Shida ilikuja baada ya watu kufanya nini? Kubadilisha malengo ya hii sheria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghairu dhalika mimma yahummu al-ummah al-islamiyya la ikhtilafi shu'ubiha wa qabailiha. Na kinyume cha hayo katika yale ambayo ni muhimu katika umma wa Kiislamu, katika tofauti za watu na makabila. Tofauti za watu na makabila. Tunasali hapa salatul jamaa. Hapa kuna wasafiri, kuna watu ambao hawajiwezi, kuna watu ni wageni, kuna watu kadha wa kadha. Katika swala ya jamaa ndo tutajua. Swala ya jamaa tutajua huyo ambaye, maana mfano tukiswali alfajiri, wallahi wale ambao wanaswali swala alfajiri msikitini wanajuana. Watu wote wanajuana. Wale ambao yuadhibuna ala salati alfajr wanajitahidi kuswali swala alfajr wanajuana. Hivyo ukiwa msikitini umeuzoea, unajua watu wa huyu msikiti. Lakini kuna wakati wa magomvi ya misikiti mathalan, watu wanaendelea kukodewa, wanakuja kufanya fujo. Watu wa Buyenzi wanashuka na watu wa Ruvumera wanapanda. Nini? Ukitazama utajua vizuri. Haya, wakati wa uchaguzi wa viongozi wa misikiti utagundua mtu anaenda kukodi watu. Yaani mimi sijui misikitini watu wana matatizo gani. Mtu anaenda kukodi watu ili waje wampigie kura. Kwa hiyo ukitazama utagundua kwa ule mtu sio wa pale. Juu kiwa wa pale wewe utahitaji kura za kupigiwa. Watu wamekuzoea, huyu tunaye hana matatizo. Kwa ndugu zangu Waislamu, kuna mambo mengi ambayo yanahusu wale ambao wamediriki swala za jamaa na vikao vya jamaa, kama salatu al-Eidain, kama swala za Eid na swala za Ijumaa wa ghairu dhalika mimma yahumu ummat al-islamiyya. Kama qala ta'ala alladhina amanu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Allah amesema mimi nimekuumbeni min dhakarin wa untha, kutoka kwa mwanamke na mwanamume. Waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, nimekuwekeni utaifa na makabila mjuane. Laisa illa, kuna watu wanabaguana. Kuna mtu hivi sasa, kuna mtu akitaka kufikia malengo yake anaanza kuambia huko mgeni, huyu si mgeni. Mara nyingi sana wanawapa watu ukongomani. Nani mkongomani? Unaenda kuwapa watu ukongomani, mtu mwenyewe kazaliwa hapa, babake amezaliwa hapa, mamake amezaliwa hapa. Unaenda ili ufikie malengo yako ya kuvunja umma wa Kiislamu. Haya yote ni mambo ambayo yamekatazwa katika dini. Wa qabaila litaarafu, ili mjuane. Inna akramakum indallahi atqakum, mbora wenu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yule ambaye ni mcha Mungu. Amesema hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waqad hatha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam alayha, na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amehimiza jamani watu kukusanyika na kuwa na lao moja. Na hii mikusanyiko ndio message ya Mwenyezi Mungu aliweka. Wakati mtaishi mjue kuwa malengo ya mikusanyiko ni nyie kuwa na neno moja. Kisha wabayana fallaha wa adhimi ajraha, na akabainisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubora wa swala ya jamaa na ukubwa wake na ukubwa wa ujira wake. Faqala sallallahu alaihi wasallam salatul jamaa afdalu min salatil fardhi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema swala ya jamaa ni bora kuliko swala ya mtu anaiswali peke yake. ب27 daraja, kwa pointi 27. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا
إلا لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة خطوة عنه بها خطيئة. أنا سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamani, swala ya jamaa tudhaaf, inapigwa maradufu, yani ujira wake unakwenda maradufu. Swala ya jamaa, anasema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tofauti na swala ambayo anaisali katika nyumba yake. Unaposwali nyumbani tofauti na nini? Na swala ya jamaa. Anasema kadhalika na swala ambayo utaisalia sokoni, wa fi suqi, sokoni 25 dhafan, na tofauti ya pointi 25, ndio tofauti ambayo ipo. Wadhālika annahu idha tawadda, hivyo mtu akitawadha akawa ametawaza vizuri na udhu wake ukawa sawa, kisha akatoka na kwenda msikitini, alipotoka na kwenda msikitini, kilichomtoa si kingine isipokuwa swala, na hatua ambayo anayoipiga Mwenyezi Mungu anamuinulia pointi, anamuinulia daraja. Ina maana unapokwenda msikitini kuswali, kuna kwanza kupata sawabu 20 zile, na kukuinua daraja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kukuondolea khatia ni kosa. Lakini mara nyingi Subhanahu wa Ta'ala yanakuwa ni yale makosa ambayo ni madogo. Mfano, hauwezi ukasalimika kuishi katika huyu ulimwengu una makosa madogo. Wewe ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, kullu ibn adam khata, kila mtoto wa binadamu, yani binadamu yoyote ni mfanya makosa, na mfanya makosa mwema bora ni yule ambaye anayefanya makosa kisha anatubia. Ukitawadha, mnajua kuwa kuna makosa yanadondoka. Ukiwa unakwenda msikiti, kuna makosa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayaondoa na kukusamehe. Kwa hiyo kuna umuhimu wa watu kwenda msikitini na kuswali swala ya jamaa. Thamata amri ibadallah, jambo lingine hukumu ya hii swala. Je, salatul jamaa wajibatun fi salawati al-khams? Hapa ndipo panaanza kuleta au kuonesha kuwa hili jambo si la kawaida. Swala ya jamaa ni lazima. Nifuateni vizuri Uislamu. Swala ya jamaa ni lazima kwa Muislamu. Katika swala 5 ni lazima. وقد دل على وجوب الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. Katika Qur'an, yani dalili ya kuonesha kuwa ni lazima. Qur'an inasemaje? Ukiwa nao vitani, sikilizeni hii aya inaitwa aya ya vita. Ukiwa nao vitani, yani waislamu maswahaba, ukiwa nao vitani, fa idha kunta fihim, ukawa umesimamisha swala, basi kundi la kwanza na lao ni swali na wewe. Nadhani mnajua gisi inasaliwa watu wakiwa vitani. Unanielewa? Salatul khawf, swala ya khofu vitani mnaijua. Unaswali kisha wewe imamu unabaki unasimama, kisha unakwenda unamaliza, ilo kundi linafuata lingine. Ni mtu anasimama, imamu anasimama, anaswali raka ya kwanza, anamaliza, kisha raka ya pili anapokuwa wale wanafanya nini? Wanapanda. Wanapopanda wanazileta zile. Hizi ni salatul khawf, wanamaliza kisha wanakwenda kulinda wale wengine wanakuja. Kama ingelikuwa swala ya jamaa sio lazima, kwa nini aswali nao kwenye jamaa? Silikuwa kila mtu asali kivyake? Bwana, watatu waswali kivyao, lakini Mwenyezi Mungu alitaka hata kama mko vitani lazima mswali swala ya jamaa. Wal amru lil wujubi idha kana dhalika, na amri ni wajibu ma'al khawfi fama'al amni al-awla, ikiwa kuwa swala ya jamaa ni lazima wakati wa hofu. Tuko vitani, sawa, tuko vitani, Mungu anasema mswali swala ya jamaa. Anaongoza, akiongoza Waislamu, anaongoza vita, na sisi tuko naye nyuma yake. Adhuhuri imefika, swala ya adhuhuri imefika, tunaswali nyuma yake. Kundi limoja kwanza linabaki nusu, wanabaki wanachunga, wengine wanakuja kuswali. Wanaswali, ikifikia rakaa 2 zimekwisha, wanaleta zile 2 zingine haraka kisha wanakwenda. Anabaki anasubiri wale wakija inakuaje? Haya, kuna nini ambayo mtu inafikia wakati wa salamu yeye anasubiri?
Wale wanakuja, wakija wanadiriki ile jamaa, kisha wale wengine wanarudi, kwa sababu wale ndio watatoa salamu kabla, yani watamtangulia imamu kutoa salamu. Nimeeleweka hapo? Nimeeleweka? Yani wakati imamu hatatoa salamu, itachelewa kutoa salamu, yani atachelewa kutoa salamu, lile kundi lingine, kuna kundi linalinda, si makundi mawili, limoja si mnasali na imamu yuko kwenye tahiyatu, amemaliza, yuko tahiyatu, atachelewa kutoa salamu. Wale wanatoa salamu, kisha wanakwenda, kisha hao wanarudi kufanya ni kudiriki ni swala ya jamaa. Imeeleweka hapo? Kama isingelikuwa lazima, kwa nini Mwenyezi Mungu awaamrishe wakati wa hofu wafanye hivyo? Jamani, kwa nini Allah awaamrishe wakati wa hofu wafanye hivyo? Sasa kama wakati wa hofu watu wako naoga, wanalazimika kuswali swala ya jamaa, wako vitani, ina maana wakati wako vitani ni lazima. Wakati wako vitani ni lazima. Wa mina sunna, katika sunna ambazo hadithi ya Abi Huraira, hadithi kutoka kwa Abu Huraira. Abu Huraira mnamjua, Abdurrahman ibn Sakhr, bani sahaba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, katika watu ambao waliopokea hadithi nyingi. Anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, asqalu salati ala almunafiqina salatu al-isha wa salatu al-fajr. Swala inawasumbua wanafiki ni swala ya al-isha na swala ya al-fajr. Ina maana watu tutajuana kupitia hiyo. Mtu kama kuswali swala ya al-fajr msikitini jamaa, na mwingine kuswali swala ya al-isha msikitini jamaa, ni katika watu ambao wana alama za unafiki. Hapa inakusudiwa sio kuna watu waogi wanaswali swala ya al-fajr, umri mzima anaswali, lakini anaisaliaga kwake tu umri mzima, na hili ni tatizo, ni katika alama mbaya. Mtume anasema law ya'lamuna ma fihima la atawhuma wala habwa, wangelikuwa wanajua ubora ambao unapatikana katika hizo swala mbili, wangeendea hizo swala mbili japo wanatambaa. Walaqad hamamtu, Mtume anasema nilikuwa mimi na nimeazimia an amura biswala, niamrishe swala ikimiwe, thumma amuru rajulan yusalli bin nas, kisha nimwamrishe mtu awasalishe watu, thumma antaliqu mai birijali mahum huzam min hutab ila qaumi la yashaduna sala, niende na watu ambao wana nini, wana kuni, miganda ya kuni, kisha twende kwa watu ambao hawawagi wanadiriki swala alfajiri, tuwachome. Kama ingelikuwa jamaa sio lazima, kwa nini Mtume anataka kuwachoma? Na kilichomzuia Mtume ni kitu gani asili kuwachoma? Mmenielewa vizuri? Anasema binna fadalla, anasema hadithi imekuja, kilichomzuia Mtume Muhammad, kuna wanawake na watoto ndani ya nyumba, ndio hawaruhusiwi kuswali swala ya jamaa msikiti, lakini wanamume wote ni kuswalia msikitini swala ya jamaa. Kama ingelikuwa swala ya jamaa sio lazima, kwa nini Mtume atake kuwachoma? Na kilichomzuia sio choma ni kitu gani? Kwa sababu wakati atachoma inawezekana kuna watoto na wanawake, ina maana atachoma wote, hawa hawana hatia, wala taziru waziratu wizra ukhra, kuna mtu atabeba mzigo wa mwingine. Kwa hiyo hawa ambao hawaswali swala ya jamaa ni wanamume, Mtume alitaka kuwachoma, lakini kilichomzuia akichoma atachoma na watoto na wanawake. Rasulullah sallallahu alayhi wasallama akawa amesema hayo maneno. Fadalla alhadith ala wujubi salati aljamaa, dalili hii hadithi inaonyesha kuwa ni lazima, yani ulazima wa kuswali swala ya jamaa. Dhalika li'annahu awalan wasafa almutakhallifina anha binifaq, kwa sababu hadithi mwanzo ilionyesha kuwa mtu kama haswali swala ya jamaa anaitwa mnafiki. Mtu kama haswali swala ya jamaa anaitwa mnafiki. Kisha la yuaddu munafiqan anisunna wal mutakhallifina anisunna yuaddu munafiqan, na mtu ambaye hato swali atakuwa yuko mbali na sunna, hivyo hivyo ni mnafiki. Fadalla ala annahu mutakhallafu an wajibin, ikaonekana ya kuwa wameacha wajibu. Walivyoacha wajibu hivyo, sheria inaonyesha kuwa swala ya jamaa sio kitu cha upuuzi, inakuwa ni lazima. Mbili, annahum hamma biuqubatihim ala takhallufi anha, Mtume alikuwa anataka kwenda kuwachoma, kuwapa pinisho, kuadhibu
kwa sababu waliacha swala ya jamaa. Walukubatu inama takunu ala tarki wajib, na hii pinisio inakuwa ni kwa mtu aliacha kitu lazima. Hawezi akaacha kitu cha kawaida kisha mtume aseme mimi ningewachoma. Hapa kuna ulazima. Wa inama manahu min tanfidhi al-uquba annahu la yuaqabu bin-nar illa Allah. Na mtume kilichomziwia cha kwanza hairuhusiwi mtu kumchoma, kufanya nini? Kumchoma, kwa sababu anayechoma kwa moto ni Mola wa moto. Anayechoma kwa moto ni Mola wa moto. Na maneno yaliyofanyaga mashia baadhi wanaomwabudu Ali, Shia Sabaia ilikuwa inamwabudu Ali, ikasema kuwa Ali wakati anawachoma makhawariji na yeye ni Mungu, wala yuadhabu bin-nar illa rabbun nar, anayeadhibu kwa moto ni Mola wa moto, Mola aliyoumba huyo moto. Waislamu, walukubatu inama takunu ala tarki wajibi mara, yani pinisio au adhabu inakuja kwa mtu aliacha kitu lazima. Wa inama manahu min tanfidhi al-uquba annahu la yuaqabu bin-nar illa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alikataa kufanya hivyo kwa sababu anayeadhibu kwa moto ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Waqila manahu min dhalika fi al-buyut min an-nisa'i wadh-dhurriyya, ikazungumzwa ya kuwa alikatazwa mtume kilichomsababisha asiadhibu kwa moto ni kwa sababu ya nini? Ya kuwa ndani ya majumba kuna watoto na wanawake. Ndio sababu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutokuwa choma kwa moto. Wale ambao sio lazima kwa swala ya jamani, watoto na wanawake. Wa minha anna rajulan kafifi al-basar laysa lahu qa'id, kuna mtu ambaye ni kafifu. Kafifu ni mtu ambaye haoni. Mtu ambaye haoni, kafifu ni mtu ambaye haoni, hana wa kumuongoza. Katika maswahaba kuna wale waliokuwa vipofu. Istadhana Nabii sallallahu alaihi wasallam an yusalli fi baitihi, alimwomba ruhusa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aswalie nyumbani kwake. Faqala, mtume akasema atasma'u nida, unasikiaga adhana? Akasema ndio. Faqala naam, yani yule jamaa alisema ndio. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ajib la ajidu laka rukhsa, lazima uitike adhana, mimi sina ruhusa ya kukuacha usiswali swala ya jamaa. Sasa fikiria mtu ambaye haoni na hana wa kumuongoza, yani kumpeleka msikitini, lakini mtume akamwambia lazima uje msikitini. Ina maana swala ya jamaa sio ya kawaida. Wala qawli sallallahu alaihi wasallam man sami'a nida falam yujib fala salata lahu illa min udhri, yoyote atasikia adhana hakuna msikitini, hana swala. Japokuwa hadithi kulli ma fi, lakini hana swala kama hana udhuru. Kama hana nini? Hana udhuru. Mathalan wafungwa, Mwenyezi Mungu atukinge na hilo jambo, sawa? Na udhuru mwingine uko mgonjwa, hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, qawli ibn Mas'ud radiyallahu anhu, na qawli ibn Mas'ud Mwenyezi Mungu amridhie, walaqad ra'aytuna wama yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumin nifaq. Na mimi tumejiona kwa kweli, tumejiona kwamba yoyote yule ambaye atakuwa na takhallafu, ani hadiriki swala ya jamaa, ni mnafiki ambaye unafiki wake unajulikana. Haiwezekani kushikilia kuswali swala ya jamaa. Wewe ni nani kakuruhusu kitu kama hicho? Wa hiya wajibatun, ni lazima ala rijali duna nisa, ni lazima kwa wanamume kinyume cha wanawake, wasubiana na watoto wadogo, ghairul balighin, watoto ambao hawajabaligh. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam fi haqqi nisa, na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kuhusu wanawake, wabuyutuhunna khairul lahunna, wakisalia nyumbani majumba yao ni bora kwao. Khairi ni ismu at-tafdhil, khairul lahunna. Wala mani min huduri nisa'i al-jamaa fi al-masjid, na sio kwamba wamekatazwa nao kuhudhuria swala ya jamaa msikitini, hapana, hawajakatazwa. Matasattur, na wawe wamejistiri, wasiyanata wa amnu min alfitna, wamejistiri na wamejihifadhi, na wawe mbali na nini, na fitna. Kuna mtu anakuja msikitini amejistiri, lakini ameweka mafuta uzuri, watu wote wanalazimika kutizama, yaltafituna ile yote. Hii ni nini?
ni kitu ambacho hakipo. Biidhni zauji, na pia yende msikitini kwa idhni ya mume wake. Watajibu aljamaa fi almasjid ala man talzamu ala sahih, na ni lazima jamaa msikitini kwa yule ambaye analazimika kuiswali. Ni lazima, huna magonjwa, huna tatizo, nenda msikitini. Waman taraka aljamaa wa salla wahdahu bila udhri sahhat salatuhu, ambaye ataacha jamaa bila udhri ni swala yake ni sahihi, lakinahu athimun li tarki alwajib, anapata dhambi kwa kuacha wajib. Wa huna khilafun baina alulama, kuna tofauti ya wanachuoni kuhusu swala ya jamaa. Madhahibul arba, Imam Shafi alisema fardhu kifaya, wakisali baadhi wengine inawatosheleza. Imam Malik alisema ni sunna muakkada, yani ni sunna yenye ulazima. Abu Hanifa akasema haiwezekani, lazima watu waje wasalie msikitini, ni shartun fi sihhati salat. Wa baadhi al-Malikiyya, na baadhi ya Malikiyya, na katika madhehebu ya Imam Ahmad pia. Kwa ndugu zangu Waislamu, wanachuoni walitofautiana kuhusu hilo jambo. Wala al-umum, kama swala ya jamaa isingelikuwa lazima, misikiti imejengewa nini? Kama isingelikuwa lazima, misikiti imejengewa nini? Ina maana tungesema tajima, lakini misikiti imejengwa ili watu waimarishe kwa kusalia hizo swala za jamaa. Qala taala, inma ya'muru masajid Allah man amana billah, wale ambao wanaimarisha misikiti ya Mwenyezi Mungu, nyumba za Mwenyezi Mungu, ni wale ambao wanamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqama swala, wakawa wamesimamisha swala, wakawa wameswali, wa aqama swala, wa ata zakata, na wakawa wametoa zakata. Hivyo kuna ulazima. Masala ya pili baada ya masala ya kwanza inatuonesha kuwa swala ya jamaa ni ni lazima kwa mtu swala ya jamaa. Je, mtu kama kuswali swala ya jamaa akisalia nyumbani, swala ipo au haipo? Wanasema ipo, lakini ana madhambi ya yeye kuswali nyumbani. Mtu akiendelea maisha yake anaoswalia nyumbani ni mnafiki. Mtume kasema laisa salatun athqala ala munafiqina min alfajr wal isha, hakuna swala inawasumbua wanafiki kama swala ya alfajiri na laisha. Almas'ala thani, mas'ala ya pili, idha dakhala ar-rajulu al-masjida wa qad salla. Hii najua mlikuwa mnataka mngeiuliza tu. Mtu akiingia msikitini na amesha swali, hali yajibu an yusalli ma'a al-jamaa swala allati qad sallaha awwalan, hivi inalazimika yeye aswali jamaa swala ambayo ilishaswaliwa hapo kabla? Ina maana hii inaitwa kumbusheni kwa Kiswahili inaitwa swala ya jamaa ya pili au ya tatu au ya nne, sio? Hii ndio masala ambayo inaulizwa sana. Kwa hiyo la tajibu alayhi i'adatuha ma aljamaa, sio lazima kuirejesha na jamaa. Wa inma yusannu lahu dhalika, lakini ni sunna yeye kufanya hivyo. Wal aula fardhu wa thaniya nafila, ya kwanza ni faradhi, ya pili ni nafila, ni sunna. Ya pili ni nini? Ni sunna. Mmesikia masala gisi inakuja, mtu akiingia msikitini na amesha swali, umeelewa? Msikitini yeye amesha swali, lakini amekuja msikitini. Hapa kwetu inawezekana sana, mngeonaga watu wanaswali na 20, wengine wanaswali na nusu, na kuna wengine wanakwenda na 40. Sasa ukitoka mfano barabara 19 wamesha swali, wameswali na nusu, swala ichukua dakika 10, ukaja ukafika 17 ukaingia ukakuta hawajaswali, inakuwaje hiyo hukumu? Inakuwaje? Anasema la tajibu alayhi, sio lazima i'adatu wa maljama, sio lazima kuirejesha na wengine, lakini ni sunna yeye kufanya hivyo. Wal aula fardun wa thaniya nafila, akifanya hivyo ya kwanza inakuwa ni faradhi, ya ile ya pili ni sunna. Kwani hakuna mtu anaruhusiwa kutembea na watu wako wanaswali. Imeeleweka? Na watu wako wanaswali, mtu anapita hapo, unaenda wapi? Watu wako wanasali, yeye anaenda wapi? Nafikiria anaenda wapi? Yaani kuna mengi duniani, Muislamu kabisa anaenda, tena roho ngumu kwa wewe, unaenda wapi? Hiyo ni masala ambayo imekuja kusema. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia Abu Dharr, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaifa anta idha kana alayka umara'un yuakhiruna as-salata an waqtiha au
yamituna salata an waqtiha. Vipi ikifikia viongozi wakawa wanachelewesha swala kwa wakati wake au akaiondoa kabisa kwa wakati wake, wewe utafanyaje? Anamwambia Abu Dharr, qultu famadha ta'muruni? Abu Dharr akamwambia, unaniamrisha nini nifanyaje sasa ya Rasulullah? Mtume anasema swali salata li waqtiha, swali swala kwa wakati wake. Ina maana utaisaidiwa nyumbani. Fa in adraktaha ma'ahum fasalli fa innaha laka nafila. Ukidiriki nao sasa wameiswali, swali nao, kwa sababu hii itafikiri kuwa ni sunna. Mmenele imetokea fasi kiongozi akasema, bwana tutaswali saflan. Wewe una uwezo wa kumpiga kiongozi, wewe unafanyaje sasa? Unachukua unaswali wewe, kisha ile ya pili ambayo atasalisha inakuwa kwako ni nini? Ni sunna. Nimeeleweka au bado? Ishaeleweka hivi. Abu Dharr aliambiwa na Mtume Muhammad wa liqauli sallallahu alaihi wasallam lirajulaini alladhaini itazala salata aljamaa fi almasjid. Kuna siku Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuta watu wamejikalia nje ya msikiti, watu wako na swali, wao wanasubiria wamekaa. Akauliza, idha sallaituma fi rihalikum, kama mlisalia nyumbani kwenu, thumma ataituma masjida jamaatan fasalli ma'ahum, mkakuta msikitini watu wako na swali jamaa, mswali nao. Ina maana hapa wanakuwa wameswali swala ngapi? Mbili. Fa innaha lakum nafila, mfahamu ya kuwa hii swala ambayo mtaiswali ya pili kwenu ni sunna. Hapa utaona tena ule umuhimu wa kuswali swala ya jamaa. Kama pasingelikuwa la muhimu, kwa nini Mtume arudishe tena waje waswali? Kwa nini? Kwa sababu hapawagi mtu wa kutembea. Unatembea wakati wa swala. Wewe ni nani? Wakati tunafika Saudi hapo mwanzo, Saudi ilikuwa ijawa kama jinsi ilivyo hivi. Hapa kuwa mambo ya kutembea wakati wa swala. Wanakukamata. Tuambie. Walikuwa wakamati wanawake kwa sababu mwanamke utamkamata aje? Unajua kama anaruhusiwa au ruhusiwa? Wanaume sasa kuna kitengo kilikuwa kinaitwa amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Sijui kama kiko, wallahu a'lam. Walikuwa wanakamata, hata polisi wanaikamata. Twende utuambie nani uko unapita hapa wakati wa swala. Sijui kama hiyo hali kingali inaendelea, wallahu ta'ala. Unalazimika kuswali kwa wakati. Mas'ala ya tatu, aqallu ma yanaqidu bihi aljamaa, idadi ya uchache ambayo mtu anaweza ikapelekea mtu aseme na swali jamaa. Ni idadi ipi? Ni wangapi? Swala ya jamaa inaswaliwa na watu wangapi? Akasema aqallu aljamaa, unapozungumzia idadi yani kima cha chini sana, idadi ya chini sana mpaka iitwe jamaa, sawa, iwe kadhaa, ndio tunataka kuzungumzia. Ni mfano ndoa, mashahidi wanakuwa wangapi? Kinyume, yani idadi ya chini, yani ukikosaga watu unaweza tukapeleka milioni kwenye ndoa, wanakuwa wote ni mashahidi. Wanaita aqallu ma yanaqidu bihi adadu nikah, idadi ambayo inapelekea nini? Ndoa itimu katika mashahidi. Umekosa ni buri, sio chini ya 2. Ukipata 10 sawa, milioni sawa, peleka. Ni sawa na nguvu zako tu. Umeelewa? Ni sawa na nguvu zako. Lakini usiko chini ya 2, sheria ikuruhusu. Kwa hiyo na jamaa idadi yake ya mwisho ni ipi? Anasema aqallu aljamaa tatnani bila khilaf. Jamaa inaanzia kwa wawili bila tofauti. Kauli sallallahu alaihi wasallam Malik ibn Huwairith, Mtume alimwambia Malik ibn Huwairith, idha hadarati as-salah faadhina, swala ikiwa imefika mwadhini
anawaambia wawili muadhin thumma aqima, kisha mkim swala, wali ummakuma akbarukuma, na mwenye atawasalisha awe mkubwa wenu, awe mkubwa wenu. Yani mko safarini mnataka kuswali jamaa, anasema mkimu kisha mfanye, kisha mswali, na atakayeongoza hiyo swala awe mkubwa wenu. Hii ni masala. Almas'ala rabia bima tudraku aljamaa, jamaa unaidiriki kwa vipi? Mtu ukisema mimi nimediriki jamaa, ni kwenye salamu, kwenye rakaa, kwenye nini? Nimeleweka unwani iko sawa? Jamaa utaidiriki kwa ipi? Tudraku jamaa bi idraki rak'atin min as-salah, jamaa unaidiriki kwa kudiriki rakaa katika swala. Wa man adraka ruku ghairi shakin adraka raka, yoyote atadiriki ruku bila shaka amediriki raka. Ruku umediriki raka. Watma'anna, na akawa ametulia, thumma taba, kisha akafuata, hivyo unakuwa umefanya. Kuna ruku moja mara nyingi sana imamu yuko anakuja na mtu anashuka, la, tulia kwenye ruku, kisha hiyo ndio inakuwa umediriki jamaa. Hadithi ya Abi Hurairah, idha jitum ila salati wa nahnu sujudin fasjudu. Mtume amesema, anamwambia Abu Hurairah, aya hadithi ya Abu Hurairah anasema, mkija kwenye swala mkatukuta si tumesujudu, msujudu, wala tu'idduha shay'an min wa man adraka rak'atan faqad adraka as-salah. Yoyote msihesabu chochote, msihesabu chochote. Yani unaona mtu yuko kwenye sijida akamdiriki imamu yuko kwenye sijida, atahesabu amediriki raka? Kisha akasema man adraka raka faqad adraka swala, atakayediriki raka amediriki swala. Mimi nauliza, ukitoa salamu, mtu akitoa salamu au imamu akiwa kwenye atahiyatu ya mwisho, maamuma akadiriki ya tahiyatu, amediriki jamaa? Amediriki jamaa? Mtume amesema atakayediriki raka ndo amediriki jamaa. Mmenielewa? Ndo amesema. Kuna jamaa na swala ipo tofauti. Kuna tofauti ya swala na jamaa ya umma? Na shaka ipo. Mtu anaweza kadiriki swala na asidiriki jamaa. Ili upate kujua swala inalipa ngapi, swala ina pointi ngapi? 27. Jamaa ina zaidi ya hizo. Ni vitu viwili wala la? Nimeeleweka au la? Mbona mko mnanitazama mtafikiri atuelewana? Kuna kitu wanaita jamaa na kuna kitu wanaitwa swala. Mimi nauliza, mtu akisalia nyumbani ana swala au hana swala? Lakini ana jamaa au hana jamaa? Mtu akisalia nyumbani si anazani? Si Mtume amesema si anazani? Mpaka Mtume akataka kumchomea mle. Kama hana udhuru nasema sawa, akija msikitini si ana swala na ana jamaa? Umeelewa au la? Nadhani mmeshaona tofauti yake. Kwa hiyo mtu akidiriki sala nini tahiyatu, ana jamaa au ana swala? Mtume amesema faqad adraka as-salah, amediriki ni swala. Almas'ala al-khamisa, wakati umekwenda, adhani natoka na ngapi? Na dakika 7 ishakuwa na dakika 10, na tuna swali na ngapi? Na 20 na 28 na 28. Ni mas'ala ndefu, haiwezi kaisha. Mima ni udharu bitarki aljamaa, nani ambaye anaruhusiwa kuacha jamaa? Ni mtu gani? Ni ndefu hii mas'ala, tuwezi tukaimaliza. Kisha tutafikia kwenye jamaa. Jamaa ya kwanza, ya pili, ya tatu ina hukumu gani? Inafaa, haifai, na dalili ziko wapi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie wiki ijayo tuwe kwenye hali yetu ya kawaida. Kwa ndugu zangu Waislamu, tumesoma leo jamaa ndani ya Uislamu na malengo ya jamaa ndani ya dini yetu.
ndani ya nini, ya dini. Kwa hiyo tujitahidi, ukija tukikutana tutasoma masala mtu ambaye anaruhusiwa kusalia nyumbani ni nani. Lazima pawe udhuru. Sasa huyo udhuru ni upi? Hawa ndo tutawasoma wiki ijayo, na tusome i'adatul jamaa fil masjidil wahid, kurudia jamaa msikiti umoja. Unasikia? Kurudia jamaa msikiti umoja. Yaani jamaa watu wamechelewa kaswali, na wengine wakachelewa kaswali, na wengine. Ikisha kuwa hivyo, je, inajuzu au haijuzu? Kuna nchi za Ulaya wanakuwa wanasali Ijumaa 3 2 hawaenei. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe, na hii neema muikumbuke. Sio kila watu wana neema, ibada Allah. Sio kila watu wana neema. Kuna watu wafikiria Ijumaa 2 3. Hii ni neema tunayo. Tunaswali Ijumaa moja alhamdulillah. Lakini kuna nafasi wanasali Ijumaa 2 kwenye msikiti mmoja au 3. Hukumu yake katika dini ni ipi? Hivyo vyote tutakuja kuvigusi kuhusu swala ya jamaa, i'adatul jamaa fi masjidin wahid, kuripiti jamaa kwenye msikiti mmoja, jamaa ya pili ya tatu, ina hukumu ipi katika nini, katika dini. Ningependa tukukumbusha kuwa siku ya Jumamosi tumeanza darasa msikiti wa barabara ya 5 katika kitabu al-Muwatta. Ni kitabu kizuri cha ilmu al-hadith, kwenye hadithi, na kina hukumu ambazo ni za sheria diniani, ndio tuko tumeanza kusomesha. Ina maana darasa zimeshakuwa ngapi kwenye misikiti? Siku hapa ni ya pili, fiqhul muyassar. Siku ya 3 sharh sunna ya Imam al-Barbahari. Siku ya Ijumaa inakuwa msikiti wa barabara 13 tahfatul mutaabbid, na hichi tunakurubia kukimaliza. Siku ya Jumamosi al-Muwatta ya Imam Malik, barabara ya 5, msikiti mkubwa. Jumapili ni barabara 19, na kitabu tushakimaliza. Niko najifikiria tutafanya kitabu gani ambacho kinaweza kikaambatana na hilo darsa la siku ya Ijumaa pili. Naktafi bihadha, najibu ala asilatikum inshallah. Kama kuna maswali ulizeni. Fadhali mzee.